Baada ya tishio kuelekea kwa Oman jana na watu kidogo kupanic, nimeona watu wa Oman pia wakipanic ile swala, lakini na watu wengine wakihoji kuwa mbona Oman ana uhusiano wa kawaida kabisa na Marekani na washirika kama Uingereza, kwa nini leo yuko kwenye tishio la mashambulizi kutoka kwa washirika wake ambao wamekuwa naye kwenye uhusiano? Yes, huu ndio urafiki na nyoka ambao uko wazi sana, urafiki na nyoka ambao uko wazi, ambao utakupeleka kokote. Kiongozi wa Irani Khamenei aliwahi kuambia kuwa vita yetu sio kwa ajili yetu, vita yetu ni kwa ajili yenu nyote, lakini shida kubwa kuwa nyinyi mnadhani wale ni wanawapenda nyinyi, au nyinyi mnadhani kuwa wale ni ndugu zenu. Baada ya kutuangamiza sisi, watakuja kuangamiza na nyinyi pia. Nadhani maneno haya yanaweza kubaki kuishi katika nadharia hiyo. Kwa hiyo baada ya tishio lile na baada ya vyombo vya habari kadhaa kusema kuwa Omani imejibu, Omani imesaini makubaliano na Irani, Omani, hamna ukweli wa hizo taarifa. Omani hajajibu wala Omani hajasaini makubaliano yoyote mengine na Irani ya kibiashara. Hizo ni taarifa tu ambazo huwa ninawaambia zinaandikwa na watu wanajua, walitamani kusikia upande wa pili, hicho wanakijua ambacho kinajiri. Baada ya hilo ukaja na hadithi zile zile, ngonjera zile zile. US Iran send mixed signal on potential deal after latest attacks. Baada ya kupigana wanasema kuna deal mpya inakuja. Baadhi ya vyombo vya habari vimeandika, nikiangalia hapa kwenye hili gazeti, kwenye website ya Al Arabia ambayo huwa ina update sana taarifa kwa kiwango kikubwa, na wao wamelizungumza hilo. Lakini Vance very optimistic about talk with Iran despite key dispute. Sawa. Najaribu kuangalia tu baadhi ya vyombo vya habari wamezungumzaje kwenye hili swala. Yani kuna nadharia fulani wameieleza. The New York Times wanasema a draft US Iran plan is said to be on the table. Okay, hiyo wanasema hivyo kwenye The New York Times wanasema. Lakini kuna ile wameandika bombs again and blast Trump is approach of confusion. Wanasema bombs again and blast Trump Irani approach so confusion. President Trump pendulum swimming on Iran have often seemed driven by mood and moment rather than anasema mabomu, mikataba ya upuuzi, mbinu ya Trump inasababisha mkanganyiko ndani ya Irani. Anasema mabadiliko ya Rais Trump kuhusu Irani mara nyingi yameonekana kuendeshwa na hisia na sio mkakati unaoonekana. Anaendesha kwa hisia na sio mkakati. Hii imeandikwa na The New York Times. Jamani, sio maneno yangu. Nafikiri nitakuja kulieleza hili hapo. Nitapokuja kulieleza, nilikuwa najaribu kuangalia kwenye vyombo vya habari vimeandikaje. Je, wameandika nini? US and Iran have making of deal, Besant says. Wall Street Journal yenyewe imeandika hiyo. US and Iran have making of deal, Besant say. Waziri wa uwekezaji wa Marekani ndio anazungumza hiyo. Wamekaribia. Lakini wakati huo vyombo vingi vya habari vimetangaza kuwa vikwazo vipya Marekani vimeelekea kwa Iran. Huku wanakupa kingine, huku wanakupa kingine. Haya, nikiangalia kwingine, okay. Financial Times haikuja na hii habari sana. Habari nyingine imekuja, mfano vyombo vya habari vya magharibi. Najaribu kuangalia vyombo vya habari vya magharibi tu vimeandika nini. Sasa nitakuja kuvielezea huko. Hii ni BBC wameandika US and Iran very close to deal but not there yet. Vance anasema wamekaribia kwenye deal lakini haijafikia kwenye kiwango. Katika hii BBC kuna imeandikwa EU say Russia has crossed another line after drone hits Romania apartment block. Urusi imevuka mstari, cross line, wamevuka mstari baada ya droni ya Urusi ilienda ikapiga kwenye apartment kule Romania. Romania ni mwanachama wa NATO. Kwanza tuanze, amani iwe nawe, peace be upon you, na tumai iwe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Nilianza kukupa heading tu ya mambo ambayo labda tutakuja kuyajadili au tunakuja kuyazungumza hapo baadaye.
na nawakumbusha pia shukran sana kwa wale wote ambao mliweka oda zenu jana. Oda leo zinafanywa utaratibu wa kuondoka. Jamani, zilikuwa ni fulana ambazo watu walikosa size, ambazo ziko size L and M, large na medium, ambazo hazikuja hapo awali, lakini kumekuwa na kofia na utaratibu wetu ule, tutakutumia popote kwenye hii nchi utapokuwa. Yani kila kitu gharama ya kutumia ni juu yetu. Tutakutumia kwa shilingi 40 na kofia ni 20,000. Sasa ulipo tutakutumia katika nchi hii popote, na hata ukiwa Mombasa tutakutumia inshallah. Hiyo iko hivyo. Rafiki zangu wa Zanzibar, nadhani niliwaahidi last 2 weeks, yani nikawa nasubiri mambo yakae sawa, nikamwambia nitawatembelea hivi karibuni, lakini ratiba yangu inanionyesha kuwa inshallah wiki ijayo mapema tunaweza kuwa pamoja. Kwa hiyo na nyinyi mnaweza mkaniambia kwenye order zenu zile ambazo size gani na size gani, kwa sababu tuna size zote sasa. Tuna large, tuna medium, tuna XL, double XL, 3XL, zote zipo. Rangi nyeupe, nyekundu pamoja na blue bahari, zote zipo. Unaweza ukatuwekea tu order yako kwa namba yetu hiyo ili tuweze kukufanyia. Hii ni katika ile ku backup, wanasema ile kusaidia kunyanyua. Unaona nipo hapa mobile studio. Hii ni mobile studio. Studio yangu inayozunguka tu. Popote nilipo na paki hapa, nimesimama na kazi zangu, nikapaki, nikapata muda tunazungumza. Hii ni mobile studio. Okay, na tunataka tutoke kwenye mobile studio tuende kwingine. Vitu vingi tumejaribu kukamilisha, lakini kuna baadhi ya vitu bado hatujavikamilisha kwa sababu hatujafika bado. Tutafika inshallah na tutazungumza katika angle nzuri. Sasa nimetaka kuzungumza. Sasa sijui nizungumze kwanza la shambulizi la Urusi lililopiga Romania, halafu NATO wamekuja wote wanabweka. Umevuka mstari wewe. Wewe sio mara ya kwanza kufanya hivi. Lakini hamna nchi ya NATO iliyopendekeza wakutane katika kifungu cha mkataba wa 4 na wa 5. Mkataba wa 4 wa kifungu cha NATO, pale linapotokea tukio, NATO wanaweza kualikana kukutana kwa kutumia kifungu cha 4. Kwa hiyo hivi sasa ilipaswa nchi za NATO zitumie kifungu cha 4 kualikana kwa ajili ya kukutana. Halafu wakishakutana waangalie utaratibu, huyu aliyewashambulia amehatarisha usalama wao? Yes, amehatarisha usalama wetu. Wanatumia kifungu cha 5. Kifungu cha 5 ni kipi? Ukimshambulia mmoja umeshambulia taasisi nzima. Maana yake wanapaswa NATO waingie kwenye vita na Urusi. Wataingia. Si mara ya kwanza. Kaisha Rusha kule, alishapiga Poland kama mnakumbuka 2024, wakati Marekani ameanza kuingiza silaha, kama mna kumbukumbu iko sawa. Wakati Marekani ameanza mpango wake wa kuingiza silaha, zile silaha za masafa marefu. Unajua wakati mzozo umeanza, kwanza ilichukua muda mpaka Marekani kuja kuanza kumwekea silaha Ukraine, lakini baadaye alianza kuja kumwekea. Kipindi anatuma hata ile mifumo ya HIMARS ambayo alikuwa anaituma kule, kuna wakati Urusi alikuwa akizisubiri zile silaha zikivuka kwenye mpaka kutokea Poland kuingilia mji wa magharibi ambao unakuwa ni Lviv, anazishambulia pale. Kwa hiyo kuna wakati Urusi alishambulia, akiwa anashambulia Ukraine, akapiga mpaka upande wa pili wa Poland, na Ukraine akasema sio mimi nilishambulia. Ikabidi wataalamu wa NATO waitwe, nendeni mkaangalia nini kimetokea. Walivyokwenda wakaangalia, wakasema nani aliyefanya mashambulizi. Wakaja kutoa majibu, wakasema ni bahati mbaya makombora ya Ukraine yalivuka yakaja kupiga upande wa pili. Yani Ukraine baada ya kupiga kule upande wa pili wa Urusi akapiga nyuma yake. Ni kitu ambacho kilikuwa kiingia kilini, na Ukraine wakakataa, wakasema sio sisi tuliopiga, ni Urusi aliyepiga. Hawakuthibitisha Urusi, kwa sababu wangethibitisha wangetakiwa watumie kifungu cha 5, watekeleze kifungu cha 5. Kwa hiyo walipaswa kumvamia Urusi. Mara zote nimekuwa nikiwaambia kuwa huu ulimwengu wa magharibi una hadithi nyingi, una hadaa nyingi, una stories nyingi, na kwa sababu kuna wakati wamefanikiwa kwenye propaganda, kwenye media, lakini si hivyo tu, kuwa wamefanikiwa kwa sababu wamemiliki hadi watu ambao tunawaamini, wanaharakati wetu na nini. Kwa hiyo kuna propaganda kubwa ambazo huweza kutumika kwenye hiyo. Ukweli kuwa hawa watu hawawezi kukabiliana na adui mwenye nguvu, hawataki, hawawezi na hawataki. Wako tayari, ndio maana waligeuza hadithi ya kombora la Urusi lililopiga Poland wakasema kuwa ni la Ukraine, kwa sababu hawakutaka kukabiliana moja kwa moja na Urusi. Kwa sababu nilishawaambia hivi, Urusi amewakalia Ulaya sijui vipi. Ukienda kwenye eneo ambalo analimiliki, mfano Kaliningrad iko kati ya Belarus na Poland. Kuna kijieneo pale katikati kwenye bahari ya Baltic
alikiteka wakati ya vita ya pili ya dunia nadhani, au ya kwanza, kati ya vita ya pili au ya kwanza ya dunia. Wakati huo walilichukua hili eneo, lilikuwa chini ya Ujerumani, wakalichukua. Walipolichukua hawakuwahi kulirejesha. Hata wakati Ujerumani Mashariki inaondoka, hili hakurejeshwa. Na hili eneo wakati wa World Cup ya iliyofanyika Russia, ilikuwa mwaka gani? 2018 nadhani, kuna mechi zilipigiwa pale. Na kumbukumbu watu, ni eneo ambalo yani ni eneo la Urusi ambalo haliingiliki kwa mainland kutokea Urusi. Kwa hiyo ili uende hapa kwa kutokea Urusi kwa mainland, inabidi aje apite Belarus au apitie Ukraine aingie Poland, halafu aje hapa Kaliningrad. Lina face bahari ya Baltic. Pale Urusi kaweka makombora hadi nuclear kaziweka pale. Kaziletea kutokea wapi? Aliingilia bahari kutokea St Petersburg, anakuja mpaka pale. Kwa hiyo Urusi akitaka kuja kwenye eneo lake, kama hataki kupita nchi yoyote, anapita baharini, anakuja mpaka pale, au aje kwa njia ya anga, lakini atapita kwenye anga ya Belarus, anakuja kutokea huko. Huyu hapa, kutoka hapa kwenda Munich ni kilomita 500 na ana makombora yanayovuka huko. Kwa hiyo Ulaya nzima, ile eneo anavyofesi, Finland, Norway, Sweden ziko kwa upande huu, anatazama vizuri sana. Kwa hiyo pale itapokuja kuwa tunataka kuanzisha mgogoro na Urusi, Urusi anaweza kuwashambulia kwa kutokea hapa. Kwa hiyo Ulaya wanalijua hilo, kwa ndio maana hatutaki kumchokoza, hebu mwacheni. Na hili wanabweka, kapiga Romania, ni NATO, lakini huwezi kusikia lolote. Nilipozungumza kuhusu Irani, namwambia unaona kwa nini wazungu wanajifanya kuwa sio vita yetu, haituhusu sisi, sio vita yetu, vita ya kwao wenyewe. Wana haki ya kusema hivyo, sio vita yetu. Huyu Mahmoud Ahmadinejad aliwahi kuwaambia wakati huo akiwa rais 2005 mpaka 2013, anasema kuwa mpaka sasa tuna makombora yanayofika Somalia. Kwa nini Somalia? Anasema tuna makombora yanayotoka Teherani kwenda Somalia. Somalia tu Teherani kilomita 6000. Ukichora ule mstari wa kilomita 6000, Ulaya nzima iko ndani. Hawataki kukabiliana na adui yoyote mwenye nguvu. Kama Irani angekuwa kama Libya, wangemwagika wote mpaka Waarabu. Usione Waarabu wamekaa kuwa neutral hivi sasa, wanajifanya kuwa sisi hatuhusiki na hii vita, sio yetu, kwa sababu adui wanaokabiliana ni mgumu. Lakini kama ingeanza mwanzo halafu Irani akaonekana ndio anakwenda na upepo, tayari dalili ambazo zilitokea Iraki, tayari dalili zilizotokea Libya, Waarabu wote wangeungana na Marekani kwenda kuhakikisha wanaimaliza Irani, wanakwenda kwenye sera. Wameamua kujiweka pembeni sambamba na wazungu kujiweka pembeni, kujifanya kuwa sisi halituhusu na hii vita sio yetu, kwa sababu tu hii nguvu ya huyu ni hatari kwa upande wa pili. Hawako tayari kukabiliana na adui yoyote mwenye nguvu, ila ukiwa dhaifu watakuja kama fisi, wataruka na wewe, watakurarua na wataweka kila kitu wanachokiona wao, kwa sababu wewe ni dhaifu. Lakini ukiwa na nguvu hawataki kudhurika, yani hawataki wao athari yoyote iwaguse. Ndio maana unaona kuwa shambulizi hili la Urusi kwa Romania litapita kama halikuwepo, yani kama vile hakijatokea chochote, yani kama chochote hakitopita, na NATO hawawezi kufanya lolote, na hiyo inapita hivyo hivyo. Basi hao ndio NATO. Nilianza kukusomea kwenye taarifa za awali, wanaonyesha kama kuna progress ya mazungumzo. Sijui nizungumze tena vile vile, kwa sababu nimeshayaeleza kuanzia wiki jana kuwa kile kinachozungumzwa kwenye hivi vyombo vya habari, hii taarifa nimekusomea hapa kutoka kwenye vyombo vya habari, kuwa hazina ukweli wa kile kinachozungumzwa, kwa sababu kila ukisoma unakupeleka na kuambia tu kuwa okay, mfano kama sasa hivi wanakuambia kuwa tayari draft imeshapitishwa na iko mikononi kwa Trump, anatakiwa Trump approve. Ukienda kwenye vyombo vya habari vya Irani wanasema kuwa hatujapeleka proposal kwa Pakistan, kwa sababu aliyepo katikati yao, mediator wao aliyopo katikati ni Pakistan. Maana kama Irani walikuwa wamefikia kwenye hili, Irani walipaswa wapeleke kwa Pakistan, alafu Pakistan atoe ndio ampe Marekani, Marekani amjibu Pakistan irudi. Lakini hiki kinachozungumzwa ni kimetoka kwenye vyombo vya habari tu Amerika. Iko hivi. Yani mpatanishi wao ambaye unaweza kusema kwa ni Pakistan na Qatar kwa sasa wanasimama, hawana taarifa kama kulikuwa kuna progress yoyote ya haya yanayozungumzwa hivi sasa, ambao yako mbele ya Donald Trump, ambao Donald Trump atakubali. Halafu yanatengenezwa katika nadharia ya kuwa inasubiri approve, yani wanasubiri Donald Trump asign, yani akubali. Akikubali Donald Trump basi inakuwa imepita. Yani wanatulazimisha kututengenezea kuwa picha kuwa anayeamua, yani mtu atakayeamua hili anaweza kuwa ni Donald Trump. Yani wanatutengenezea katika nadharia kuwa Donald Trump ndio ataamua vita ibaki au vita isiendelee, au yeye ndio anakubaliana na hili. Yani kujaribu kumweka juu kuwa yeye ndio uamuzi wa hili. Hii vita hana uamuzi nayo. Ndio maana inamrarua, inaenda juu chini. Leo anazungumza hivi, kesho anazungumza hivi.
Ukiangalia The New York Times walichoandikaje, kuwa anafanya maamuzi ya mihemko, yani kuwa ya hisia zaidi kuliko kile kinachoonekana. Ndio maana maamuzi yake ya hisia, anakaa kwenye mtandao wake wa Truth Social, anachora ramani labda ya Irani, anaweka bendera ya Marekani, alafu anaposti kuwa inaonekana yote imetawaliwa na Marekani. Yani sijui nani anakuwa na mshauri, yani unaweza ukafanya kitu, lakini utoto tu. Naweza kusema labda akili ya utoto, lakini yule ni mzee, mtu mzima. Haiwezekani rais mzima unaweza ukaposti kitu kama hicho ambacho kuwa, yani unaposti nadharia, yani unaposti kitu ambacho hakipo kwenye uhalisia. Yani ni kufikirika, ni kitu cha kufikirika, eti unaenda na mchoro huo. Rais wa nchi anaweka kwenye mchoro wake picha amevaa combat ya kijeshi, kabeba bunduki, mabomu yanalipuka, halafu ana hiyo vita, yani hisia zinampeleka. Ndio maana anakaa kwenye mtandao wa Truth Social anaandika kuwa, hebu fikiria kama Irani itaamua kuachana na silaha za nyuklia, kama Irani itaamua kuacha kuwasaidia Marekani, kama Irani yani anafikiria, yani ya kufikirika. Ndio maana mwandishi anasema kuwa maamuzi yake yote ni ya mihemko na hisia kuliko uhalisia. Yani hataki kuface reality. Yani ukweli unaotakiwa ukabiliana nao ni ukweli unaouona. Huo ndio ukweli unataka kukabiliana nao, sio hisia unazohisia. Kabiliana na kile, yani kama leo ilichokuwa, okay, anza kukabiliana na haya matatizo. Kuwa hii ni Irani, hii ni Hormuz, haya ni makombora ya nyuklia, hiki ni wapi, tunafanyaje kulimaliza hili? Unaponiletea amri zako ambazo ulitakiwa uzimalize wakati wa vita, huwezi kuniletea mezani ukategemea kuwa hizi amri zako zitafanya kazi. Haziwezi kufanya kazi, kwa sababu hizi amri zilipashwa au zilitakiwa zifanye kazi kwa kupitia Operation Epic Fury ambayo imefeli, au unasema Operation Epic Failure. Kama operation yenyewe imekwisha kufeli, ambayo ndio ingetoa amri na kukupa amri wewe kuweza kupeleka kile unachokitaka kwangu, haiwezekani uje uniletee sasa hivi useme kuwa hii ndio mimi nataka kiwe hivi. Haiwezekani na haiwezi kuwa. Kwa hiyo ndio tumekuwa na tunafunga wiki katika matamanio na nadharia ya vyombo vya habari vya magharibi. Kile ambacho inakizungumza, wanazungumza kwa hisia, kwa sababu bado yani hawajafika bado. Wewe ukitaka kujua kuwa hiki kitu wanakuchezea kwa akili, kuwa Bessent, waziri wa uwekezaji, jana katangaza vikwazo kama mara mbili. Ametangaza vikwazo ambavyo vitakwenda kwenye mafuta ya Irani, alafu akatangaza vikwazo vya Irani vitakwenda kwenye mashirika mawili ya ndege ya Irani. Wakati huo kwenye mazungumzo, Irani anazungumzia kuhusu sanction. Hamwezi kuwa leo mnaondoa kikwazo hiki tunakubaliana, kesho mnarudisha hichi. Yani kinachotafutwa kati yao ni kujenga uaminifu. Sasa bado tunajaribu kujenga uaminifu, wewe unaonyesha kuwa bado unarudi kwenye upande wa pili. Kwa hiyo ukichunguza kwa kawaida utaona kuwa kile wanachokinadi kwenye vyombo vya habari na kile ambacho wanakifanya kwa vitendo vyao na kile ambacho Irani anakitaka kwenye makubaliano viko mbali sana, viko mbali. Kuna wakati na hisia nasema huu mgogoro unaweza tukatupeleka ukawa kama mgogoro wa Urusi na Ukraine ambao dunia inauzoea. Inakuja mnakaa mnaishi kwenye kipindi hicho, mnasema tumezoea tu mgogoro, acha tuendelee nao. Yani kuwa umekosa suluhu. Kwa sababu ya kukosa suluhu ni kwa sababu ya pande zote mbili. Kuwa hakuna upande ambao umejishusha, hakuna upande umeopunguza matarajio, wala hakuna upande uliokubaliana na hoja za mwenzake. Kwa hiyo mnafanya nini? Tunastaki kwenye njia. Mnabaki hapo hapo. Kwa hiyo kuna wakati nafikiria na nadharia yangu inanipa kuwa labda tunaweza tukafikia tukakwama kwenye huu mgogoro, lakini kama tunaweza kuja kukwama kwenye huu mgogoro, athari yake si kama itavyokuwa athari ya Urusi na Ukraine, kwa sababu Urusi na Ukraine bado walikuwa kuna vita, na sisi hapa tulikuwa tunanunua mafuta shilingi 2500, shilingi 2400, 2000 tukiwa kwenye mgogoro. Lakini leo tunanunua mafuta karibu shilingi 4000 plus 4100 na kitu, huko mikoani mpaka 4400, na tunatarajia yani mwezi ujao bado bei inaweza ikacheza, kwa sababu mpaka hali iliyopo hivi sasa na tarehe hizi tuko mwisho wa mwezi, kuna bei zitabadilika, lakini hazitoshuka kwa vyovyote. Bei hazitoshuka, na hili sasa ni taifa, yani hiki ni kilio cha ulimwengu kuwa bei haiwezi kushuka, ila inaweza ikashuka kidogo ikapanda, lakini hatuwezi kushuka. Sasa huu ndio mgogoro unavyotupeleka. Je, tutauzoea kwenye hii hali? Kwa sababu naona kuna kipindi hapa wakati bei zimebadilika kutoka 2700 ikaenda 3000 na kitu, tuliona gari zimepungua kidogo mjini na foleni zikapungua, lakini sasa kama watu tumeshaanza kuzoea, ukirudi foleni zile zile zimeshika na watu wamerudisha magari barabarani kama kawaida na maisha yanaendelea, kila kitu kiko hivyo. Sasa haya kitu kinaitwa makubaliano, ndugu zangu, hazina ukweli wowote bado. Makubaliano bado, yani wanawaza kwanza wapi tunaweza kufanya, tuweke ile ceasefire, alafu tuaminiane kuwa tunaweka ceasefire, kuwa huyu harushi jiwe, huyu harushi jiwe, kila mtu akae sehemu yake, alafu tukishaona kuwa tunaweza kuaminiana bila kurushiana mawe,
ndio tukae sasa tuanze kujadili matatizo yetu. Lakini leo hawawezi kwenda kujadili matatizo, kutatua matatizo, hali ya kuwa hawana uaminifu kwa pande zote mbili. Niwashukuru sana, asanteni, na inshallah tutazungumza mara nyingine tena. Shukran.